Hello everyone, na tumai mko salama na mimi niko poa. Karibu tena kwa KHP Canada. Ya pole sana kwa hali ambao ilijitokeza hapo jana. Ya nimekuja kusema pole kwa yale ambao ilijitokeza. Nimekuwa na sorry, nimekuwa na emergency ambao haikuniruhusu kupata nafasi ya kuweza kumalizia ile ambao nilikuwa naongelea. Najua ilikuwa jambo muhimu sana ambao wengi walikuwa wanangojea na walikuwa wanatamani, lakini sijafanyikiwa kuliongea na kulimalizia sawa na vile ilikuwa inatakikana. Nimejaribu vile ningeweza na nikaenda kwa haraka sana, na sauti naambiwa ilikuwa chini. Sikufanyikiwa kuweza kuishughulikia sababu muda ulikuwa unanisonga sana, ama sikuwa na muda wa kutosha kwa ajili ya kuweza kufanya yale ambayo nilikuwa nafanya siku ya jana. Ndio maana nasema pole sana kwa yale ambao walitokea, na mjaribu kunielewa tu sababu wakati muda mwingine inaweza ikakupeleka vile ambavyo haukutegemea. Jana nilikuwa naongelea kitu ambacho naweza nikasema ni sensitive sana, na ni kitu ambao nilikuwa natamani kulifanya kwa mara moja tu, lakini naona ni kama naweza tafuta gisi ya kulirudia kama mtaniruhusu. Ikiwa sauti ilikuwa chini kabisa kiasi ya kwamba watu hawangeweza kunisikia, na yale ambayo niliyokuwa naifanya kama haikuweza kueleweka, nadhani naweza nikairudia na itakuwa jambo mzuri sana. Kwa wale ambao hawakufanyikiwa kuiona, nilikuwa nazungumzia kuhusu kupata visa ama nafasi, fursa ya kuja kutembea hapa Canada. Kwa wale ambao wako kwa kikundi wanaelewa zaidi yale ambao nayoiongelea. Na kulikuwa na shida kidogo. No, sio shida. Namaanisha kwa wale ambao wako kwa group wanaelewa kile nachokizungumzia. Na pole sana kwa kuwa leo siku mzima sijafanyikiwa kuingia kwa group. Nadhani niliingia asubuhi nikiamka, yaani nitasema jana ikiwa ni Jumapili, niliingia kwa group asubuhi nikajibu message 2 3 ambazo zilikuwa karibu, na kuna wale ambao walikuwa online tukachat kidogo. Na toka muda huo sijafanyikiwa kujua simu yangu ambao iko na group nimeiweka wapi. Bado nazidi kuitafuta. Najua nitaipata sababu tu iko nyumbani hapa ndani. So saa zingine kuna zile ambazo zilikuja nyuma yangu na sikufanyikiwa kujibu. Nadhani utaelewa ya kwamba sijajua mahali nimeweka hiyo simu hiyo asubuhi mbele niweze kwenda kanisani, na hiyo ndio sababu. Ila naomba samahani sana kwa yale ambao yalitokea sababu ya majukumu ambao nilitakiwa kushughulikia siku ya jana ikatupelekea kwa hali kama hayo. Na naahidi ya kwamba nitarudi kufanya yale yawezekanavyo kwa ajili ya kushughulikia hilo swala ambalo niliweza kuacha njiani. Na nilifanyikiwa kupata baadhi ya comments ambazo zilibaki hapo hewani. Nadhani nitapitia baadhi alafu nitaweza kujibu zile ambazo nitaweza, na pia nitarudi pia kushughulika juu ya hilo ambalo ni kama nimeliacha njiani hivyo watu hawajalielewa. Na kuhusu wale ambao walikuwa nauliza kuhusu tuseme ukimbizi, kama mtu kuna status ya refugee,
Nadhani kuna moja ya njia ambazo nimeongea hapo kwa group asubuhi, japokuwa niliandika sikutuma audio. Nadhani kwa wale ambao walipitia wanaweza wakaelewa zaidi kile nilichokimaanisha, na kama haukuelewa utaniambia kusudi nione jinsi ya kuweza kulirudia. Na hilo ni jambo ambalo siwezi nikaweka kwa mtandao hapa. Hilo ni jambo ambalo liko tu sawa ikiwa uko kwa group. Na kwa wale ambao wanaweza kuwa hawana hiyo status, unaweza jaribu kuangalia nini ambalo unaweza ukatumia kama njia ya kujitetea, na pia unaweza tujaribu njia hiyo. Najua pia inaweza ikasaidia, lakini mahali ambapo nina asilimia naweza nikasema 100 ya kwamba hiyo ni moja ya njia ambazo zinasaidia sana wale ambao wako na status ya ukimbizi. Ikiwa wewe ni moja kati ya refugee ndani ya nchi fulani ambao sio ya kwako, unaweza ukajaribu yale ambao nimeweka kwa kikundi asubuhi. Sijui reaction za watu, najua kwenu ilikuwa ni mchana na muda umeenda kabisa, saa hizi hadi ni usiku. Najua nyinyi mnaenda kuamka. Najua mkiamka ndio mtapatana na video hii ama imalizike ikiwa ni mchana kwenu. Lakini kwa wale ambao walifanikiwa kuingia kwa group leo na wakaona message yangu ya asubuhi, ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao wako na hiyo vitambulisho ya ukimbizi ndani ya nchi ambao sio ya kwako, hiyo ni moja kati ya njia ambao unaweza kujaribu, sababu inaweza kukusaidia pakubwa sana. Na kwa wale ambao hawako kwa kikundi pengine na wangetaka kufahamu kuhusu hayo, unaweza ukajiunga kwa kikundi kupitia link ambayo iko kwa description, na utaweza kujua yale ambayo nayaongelea. Na ijapokuwa unaweza ukajiunga na uulize swali hiyo kama bado mimi sijapata simu yangu, najua wale ambao wako hapo watajitahidi kwa kuweza kukujibu. Na nikiona sijaipata siku ya kesho nitatafuta solution, sababu kuna simu nyingine niko nayo hapa ambao naweza nikatumia kupitia link nijiunge pia kwa kikundi kusudi niweze kuendelea kufanya majukumu. Acha niseme majukumu yangu pale kwenye kikundi. Haya, nitasoma baadhi ya comment ambazo ziliweza kuwekwa jana sababu sikuwa na huo muda, na nitaweza kuzijibu. Ikiwa uliacha comment yako hapo ambao ilikuwa inahitaji majibu, basi jua ya kwamba inaenda kujibiwa muda huu. Ya kwanza ambao nilipata ilikuwa ya Frank HK. Anasema, boss, kama nimepata kazi uko Canada, je, process inakuwa mpaka nafika Canada kwa bosi aliye niajiri? Sijaweza kuelewa hilo swali vizuri, lakini kama nimelielewa, ukipata kazi Canada inalingana. Kuna ule bosi wako ambaye anaweza akagharamia kila kitu kusudi wewe uweze kufika, na kuna ule ambaye anaweza akakurahisishia kukupea barua ambayo itakuruhusu upate visa na ugharamie vitu zingine zote zile ambazo unaweza ukagharamia kama ni yeye alikuachia. Inaweza ikawa ni gharama pengine ya kulipa visa, ikuwe ni nauli yako wewe ya ndege ya kuweza kuja, lakini kuhusu mahali pa kufikia lazima mtakuwa umeongea na yeye, sababu wengi ambao wanaleta watu kutoka nje huwa wana sehemu ambao unaweza ukafikia kulingana na jinsi mtaelewana na yeye. Anaweza akakuhifadhi kwa miezi kadhaa, alafu akwambie uanze kulipa mdogo mdogo, ama kulingana na jinsi mtaelewana na yeye. Na kuna ule ambao anaweza akagharamika kila kitu, anashughulikia kila kitu, anahakikisha wewe umefika kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. Nadhani ni hayo, na ikiwa bado haujaridhia hayo majibu ama nimejibu tofauti na vile ulikuwa unauliza,
tafadhali unaweza ukauliza hilo swali tena na tutafanyikiwa kulijibu ndani ya video. Unaweza ukauliza kwa video hii ama kwa video yetu ya Saturday tukiwa live, itaweza kusaidia. Na sauti kwa sasa sijui kama iko sawa ama bado iko chini kama hiyo ya last time. Bado Franka karudi. Na link na ipataje? Link iko kwa description ya video hii, ikiwa ni ya kikundi ndio unaongelea. Kwa description ya video hii unaweza ukapata link, ama ukaangalia kwa baadhi ya video zetu kuna link kwa description. Ukifungua tu video zetu na upatane na link fulani hapo kwa description, utaona inaandikwa chats, WhatsApp kama hizo. Hiyo ukiklik itakubeba moja kwa moja kwenye kikundi. Rams akasema mimi nahitaji namba yako, kuna message nitakutumia inbox. Okay bwana Rams, ukiangalia hapo kwa group nadhani namba yangu ndio namba 1. Utaweza ukaona tu hapo KHP, sijui inaandikwa KHP ama King P. Utaweza ukaona hapo kwa group, na nadhani Rams wewe uko kwa kikundi. Namba yangu si unaijua, mimi huwa naandika message mara kwa mara hapo, na nikiandika yangu huwa inajulikana. So unaweza kutumia namba hiyo kwa ajili ya kuweza kunitumia message ambao unahitaji kunitumia. Rams akasema tungoje likes kwa live please. Oh yeah. Yeah, ni vizuri sana kuwa mna like video zetu. Ukifurahia kazi tunayoifanya, pia wewe kwa njia ya kusema asanti, una like tu, itapendeza sana. Ali anasema habari yako bro KHP. Mzuri sana bwana Ali, vipi wewe? Pole sana kwa hali ya jana, najua wengi watakuwa hawajafurahia vile kulienda, lakini pole sana. Samuel Steve anasema kaka kwema? Kaka ongeza sauti, pole sana. Sikufanyikiwa kuwa na muda huo sababu nilikuwa naenda haraka sana, na ikafanya hata nikose kujua kwamba sauti sio mzuri. Yaani video hizi huwa nafanya kwa ajili yenu nyinyi, lakini pole sana sababu jana ni kama nilikuwa nafanya kwa ajili yangu mwenyewe, na ndio maana naomba samahani sana na kwa hali iliyojitokeza. Naamini ya kwamba haitorudi tena. Savino Eric akasema habari yako kaka, mimi leo sijakusikia, sauti yako ilikuwa ndogo, pole sana. Na vile nakuaga na sauti kubwa huwa najitahidi kuongea sana, lakini pole sana kwa hali ya jana sababu sikufanyikiwa kusikika. Hata mimi nilipokuja kujisikia hapo baadaye, nilielewa ya kwamba sauti ilikuwa chini, kiasi ya kwamba sikuelewa kama shida ilikuwa ni mitambo yangu ama mimi mwenyewe ndio nilikuwa naongea na sauti ambao ilikuwa chini. Ya, wakati mwingine hizi mitambo pia zinachanganya. Unajipata unafikiri iko sawa, kumbe umeiset kinjia ya kwamba hautasikika vizuri. Na naweza nikawa najisikia vizuri kwa earphone zangu, kumbe ile ambao natumana kwenu nimeifinya bila mimi kujua. Muhammad anasema sikuwa live ila nasikiza marudio. Ni poa sana bwana Emmanuel, bwana Muhammad. Wakati mwingine nafanya hivyo sababu irahisishe wale ambao hawakuwa muda huo. Video ikiwa ni kubwa sana anaweza kashindwa kuirudia, lakini ikiwa inajirudia hivyo ni rahisi sana aweze kuipata na kuifuata kirahisi. Bwana Faisale anasema
Mambo vipi kaka? Poa sana bro. Unaendeleaje pia wewe? Anasema bro, kwa kazi za kiume Maxaman kwa isaa limoja dola ngapi? Kwa kazi za kiume Maxaman, sijaelewa hilo swala vizuri. Lakini hapa Canada, kulingana na sheria, kazi yoyote ambayo unaweza ukafanya, pesa kidogo ambayo inakubalika kisheria unaweza ukapewa kwa lisali moja ni $18. Hiyo ndio pesa ndogo. 17 ndio pesa ndogo ambayo inakubalika kisheria ambayo unaweza ukapea. Sijaelewa kazi ambayo ulikuwa unaulizia, lakini hiyo ndio pesa ndogo ambayo unaweza ukapata kwa lisali moja. Kuanza hapo $17 kuenda juu, kulingana na kazi unayoifanya na pile sawasawa na gisi mlielewana na bosi wako. Aya, bado Faisal akasema, na kodi nasikia ipo juu huko. Ya, kodi ipo juu, lakini inalingana na mahali unaishi, inalingana pia na nyumba unaloishi. Sababu ikiwa hauna familia inaweza ikawa rahisi kidogo, na kuna zile nyumba ambazo unapata ni kubwa, imejengwa, alafu wale ambao ni masingo wanachukua marooms hapo ndani, unalipa bei ambayo itakuwa chini kidogo. Na ikiwa wewe ni mtu ambao uko na familia na unakuja na familia, lazima ukubali gharama kusudi uweze kuishi vizuri. Huwezi weka mke wako na watoto mahali ambapo hapako sawa, sababu ya kukimbia gharama. Lakini pia pesa zao zinaonekana. Ukifanya kazi utaweza tu kulipa na uone ya kwamba ni kama kawaida kwako. Sabino Eric akasema, kaka leo sauti ilikuwa ndogo. Pole sana ndugu yangu kwa hayo. Rams Rafiki anasema, jambo bro, habari za huko wazima? Nilikuwa na ulizo kuhusu Canada Entry Express. Express Entry inahitaji wale ambao wako na ujuzi fulani. Yaani uwe na jambo fulani ambalo unataka kulianzisha Canada, lile ambalo litakuwa lina manufaa kwa either kwa Canadian, sijui kama nitaeleza aje ndio iweze kueleweka. Tuseme kwa mfano wewe ni dancer. Uwe na aina fulani ya dance yako ya kitamaduni ambao unajua hii dance Canada haiwezi kupatikana sana. Ni dance ambayo tuseme unatumia African dance ambazo Canada haziko, na unahitaji kuja kuanzisha hizo aina ya dance hapa Canada. Na kupitia hiyo dance yako una uwezo wa kutengeneza hela, na bado utahusisha wa Canadian wengine ambao wataweza kupata pia hela chini yako, mpate hela pamoja. Inaweza kusaidia kupata hiyo visa ya Express Entry, na hiyo ni permanent resident utakuwa unapata, ama uraia wa kudumu. Kitu ingine niseme kwa mfano una aina fulani ya jambo. Tuseme kwa mfano wewe ni mekanika na una uwezo wa kufanya maji, gari itumike na maji kuliko kutumika na gas. Wao wanaitaga gas, kwetu tuseme mafuta tu. Sasa unataka kuleta hiyo kitu hapa Canada, unawaonesha, una prove ya kwamba wewe una uwezo wa kufanya hilo jambo ambalo haliko Canada, ambalo linaweza likasaidia sana hapa Canada. Utapewa visa kwa njia hiyo, na uingie kwa ajili ya kuonesha umaarufu wako kwa hilo jambo. Utapewa permanent resident ukikuja Canada, na uingie bila shida yoyote. Hiyo ndio inaitwa Express Entry, na mara nyingi huwa haiingizi watu kiasi kikubwa sana. Kama vile najua kwa province ya Quebec
wanaruhusu watu 15 kwa mwaka. So inalingana kitu ambacho unachokifanya kina thamani kiasi gani kusudi uweze kuruhusiwa kwa njia hiyo, sababu huwa haingizi watu wengi, pata watu 15 kwa mwaka. Rams anasema habari yako kaka KHP, I hope uko imara. Yes bwana Rams, niko imara, nashukuru Mungu. Ila pole tu kwa hali ya jana, sababu kuna jambo ambalo nilikuwa nalishughulikia. Nilikuwa naenda mbali sana na ilibidi nitoke mapema. Nakumbuka sikuwa naenda peke yangu, ndio maana nilikuwa napigiwa simu mara kwa mara. Rams anasema bro, hizi zipekruita kila siku napataga message kutoka kwa hiyo kampuni ya ZipRecruiter eti ni apply. Unaweza jaribu kushare hiyo message moja na mimi kusudi niweze kuisoma pia nione kama nitaielewa. Nikiona ni kitu ambayo inaweza kukusaidia nitakupea go ahead, na nikiona kwamba siielewi nitakwambia tu hili sijalielewa. Unaweza kutuma kwa WhatsApp yangu, unaweza kutuma kwa email ama kwa Facebook, nitaireceive na nitaweza kuijibu. Master Methods anasema hivi, hii ndio form ya CV ya Canada? Form gani tena hiyo ndugu yangu? Nimeshawahi ongelea kuhusu CV, sijui kama hukuelewa hiyo. Lakini ya hii video ilikuwa ndefu kiasi ya kwamba kuna hiyo ya CV pia iliweza kurudia hapo ndani. Hiyo ni mfano tu tulikuwa tunapeana ya njia ambayo unaweza kufanya CV yako, lakini bado inaweza ikakusaidia. Anasema ongeza volume. Pole sana, sikuwa na fuata chochote na baadaye nikatoka, so sikuweza. Pole sana kwa hayo. Names anasema barikiwa sana kaka KHP, everyday napata kitu muhimu kutoka kwako. Asante sana Names, nashukuru pia kwa hayo. France HK anasema boss, kama nimepata kazi huko Canada, je, process inakuwaje mpaka nafika Canada kwa boss aliye niajiri? Nadhani hii nimelijibu, nitakuwa narudi tu nyuma tena kwa hilo. Silvano akasema habari kaka, vizuri sana ndugu yangu. Silvano akasema sauti yako ni kidogo sana, pole sana, sikufanyikiwa kujibu hile. Huku basi ni kama ni mahali nitakuwa nimetoka. Hizi comment nadhani nitakuwa nimepitia, hata kama sijui kama ndio zote. Acha niweze kuona hapa kama kuna yoyote ambayo nitakuwa nimesahau ama nimeacha nje. Pengine moja, acha nione. Comments. Okay. Ni Alia anasema mambo vipi brother KHP, na fuatilia sana kutoka Tanzania, Morogoro. Asante sana bwana Ali. Nadhani pia ni Ali Afif. Nadhani ni Ali, jina ndio itakuwa linashikana. Asante sana kutufuatilia kutoka Morogoro bwana Ali. Hapa kunaweza kukawa na comment nyingine, acha nione. Sema sauti iko sawa sana kaka KHP news kutoka Tanzania. Hizi ziko sawa, hizi ni video nyingine. Sema bro, nauliza kuhusu kazi za kilimo, visa sponsorship zinapatikana na masharti yake ni yapi?
kuna baki nadhani miezi miwili kusudi wakati wa kilimo uweze kuanza. Ndiyo, lazima wataweza kufungua milango nyingi sana za kilimo kwa wale ambao wanangojea kilimo. Lakini ukiwa ulipata video yetu ya New Brunswick, unaweza ukajaribu kuapply pia kupitia huko. Na hizo zingine zote za job bank ambazo zinaweza zikajitokeza, jaribu kupitia hapo ukiandika hizo farm work. Kuna zile ambazo zinaweza zikasaidia kufungua milango kwako. Huyu ni Simon anasema, kaka, nauliza mimi kazi zinahitaji ujuzi wowote, na upande wa visa watahusika? Na kingine, nimeomba namba yako kaka kwa ajili ya live chat. Okay, ukipata kazi inalingana na ule ambaye anapeana hiyo kazi. Anaweza kugharamia vitu zote zile, ama akurahisishie tu kupata visa na work permit. Kuna ule anaweza kashughulika hiyo sekta peke yake, na kuna ule ambaye anaweza kahakikisha amegharamia kila kitu. Kwa hiyo italingana anahitaji mtu kiasi gani kusudi iweze kusaidia ule ambaye anakuja. Yaani kulingana na gisi anakuhitaji ndio gisi atashughulika. Kama ni haraka sana, anaweza kagharamia kila kitu kusudi hakikishe umekuja haraka iwezekanavyo. Na ikiwa bado kuna muda ambao atakuwa bado ako nao, so itachukua muda kidogo, ama anaweza kufanya uweze kugharamia vingine vyote peke yako. Lakini yeye amekupea barua ambayo itakurahisishia kuweza kupewa visa bila kunyimwa. Nadhani hayo ndo yale ambayo najua hapo. Na kwa kuapply kwa sasa unaweza ukatumia kama hizo majob bank, Indeed, wale ambao wanajaribu chini ya huo mpango wa New Brunswick. Kuna program nyingine ambao nimesikia ya Ontario, lakini naifuatilia niweze kuona. Kuna hizo area ambazo ni za nyuma sana, hawahitaji watu kwa towns. Wiko na mpango wa kuendelesha zile area ambazo ni za nyuma. Hizo matown ndogo sana ambazo ni kama zina fifia hivi. Wana mpango wa kuzifanya pia zichangamke na ziweze kukomaa. Sasa kuna hizo kazi kama za mjengo, za kutengeneza barabara, yaani vitu nyingi sana kama za kulima. Sasa hivi zitaanza kufunguliwa hizi sehemu za Ontario. Na kuna uwezekano kuwa application za nje ya Canada pia ziweze kukubaliwa, sababu unajua ikiwa ni mahali ambapo ni nyuma sana, mara nyingi hapa watu wanashindwa kutoka town wakienda huko nyuma. Sana wanatoka huko nyuma wakikuja town. Sasa ikiwa kwa hali kama hiyo, mara nyingi huwa wanakimbilia wale watu ambao wako nje ama sehemu zingine kuweza kuja kiurahisi kwa hizo nafasi. So haya tu ndio kidogo ambao nilikuwa nataka niweze kuwapea siku ya leo. Na asante sana kwa kuweza kutizama video zetu na kulike pia. Asante kwa like zenu, asante kwa comment zenu. Na ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Wote ambao wana haja ya kuniongelesha, nadhani wanaweza kupitia kwa group, ama uchukue namba yangu kwa group hapo na uweze kuniandikia ikiwa ni jambo muhimu. Na ikiwa ni jambo ambalo linaweza kashughulikiwa kwa kikundi, ama jibu ambalo naweza kupea itakuwa kwa faida ya wengi, unaweza kuliweka kwa kikundi na nitafurahi sana kukujibu hapo. Kwa wale ambao wanauliza kwa ajili ya kujiunga kwa kikundi, unaweza ukaangalia kwa description ya video hii ama video ingine yoyote tu hiyo yetu, na utapata link ya kikundi iko hapo. Ukiklik tu moja kwa moja utajipata umesha kuingia kwenye kikundi. Asante sana. Ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii,
kumbuka kusubscribe. Bye.